na changamoto za kimuundo zinazohitaji majibu ya kina na ya muda mrefu. Hata hivyo, changamoto hizi pia zinatoa fursa muhimu ya kufanya mageuzi ya kimsingi katika mifumo ya uongozi, uchumi na mshikamano wa kijamii. Huu si wakati wa kutafakari tu, bali ni mwito wa kuchukua hatua madhubuti za mageuzi. Mustakabali wa Tanzania unategemea uwezo wa kukabiliana na changamoto hizi kwa ujasiri, kujenga mifumo yenye haki na kuhakikisha kuwa kila mwananchi anapata fursa ya kushiriki katika maendeleo ya taifa. Hivyo, Azaki zinatoa msimamo na ushauri ufuatao kwa maslahi ya haki, uwazi na mustakabali wa taifa. Hatuungi mkono pendekezo la kuundwa kwa chombo kingine cha kijinai kushughulikia masuala yaliyobainishwa na tume. Tunaamini kuwa tume ya Mheshimiwa Jaji Chande ilikuwa na uwezo na mamlaka ya kushughulikia masuala hayo, na kwamba kukwepa kufanya hivyo kunaashiria ukosefu wa utashi wa kisiasa badala ya ukosefu wa uwezo. Muda umekwenda na gharama kubwa zimetumika. Kwa sasa ipatikane tume huru ya kutafuta ukweli, uwajibikaji na maridhiano ya kitaifa. Narudia, sasa ipatikane tume huru ya kutafuta ukweli, uwajibikaji na maridhiano ya kitaifa. Tume hii iundwe na watu huru. Tume ya Jaji Chande itoe taarifa kamili yenye ukweli halisi hadharani. Tunatambua kuwa kiini anatomy cha vurugu na mauaji ya Oktoba 29, 2025 ni mgogoro wa kisiasa ambao umekuwepo Tanzania tangu nchi iliporejea kufuata mfumo wa utawala kidemokrasia na siasa za ushindani wa vyama vingi 1992, kinyume na ushauri wa kitaalamu na mapendekezo ya tume ya Jaji Mkuu Francis Nyalali. Njia ya kumaliza mkwamo huu sio kutafuta wachawi, vijana fukara au raia wasiojitambua bali ni kutekeleza mapendekezo ya tume ya Jaji Nyalali aliyotoa zamani 1992 huko. Serikali ilipe fidia, hii ni serikali ilipe fidia kwa wahanga wote wa tukio la Oktoba 29, 2025 waliofariki na hata waliojeruhiwa kwa kuzingatia sheria na mikataba ya kimataifa ya fidia ya kufidia wahanga. Pendekezo la tume kwa serikali iweke utaratibu wa kuhakikisha majeruhi waliopata ulemavu bure, waliopata ulemavu kutokana na ghasia za Oktoba wanapata huduma za matibabu bure, ikiwa ni pamoja na watakaohitaji vifaa saidizi na viungo bandia, ni kejeli kwa wahanga, ndugu na jamaa zao. Wote waliohusika na mauaji na matumizi ya nguvu kupita kiasi kama ilivyokiriwa katika taarifa ya tume wanapaswa kuwajibishwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria bila upendeleo wowote. Mchakato wa maridhiano ya kitaifa unapaswa kuendana na utaratibu wa viwango vya kimataifa na weledi wa kutanzua migogoro ukisimamiwa na watu waadilifu waliopendekezwa na wadau wenye maslahi kwenye mgogoro. Unatakiwa vile uwe jumuishi, ukihakikisha makundi yote muhimu ya kijamii na kisiasa, ukihusisha makundi yote ya muhimu ya kijamii na kisiasa, na uongoze na utashi wa kweli wa kisiasa ili kufikia suluhisho la kudumu. Muda umekwenda na gharama kubwa zimetumika. Kwa sasa ipatikane tume huru
ya kutafuta ukweli, uwajibikaji na haki kabla ya kuanza mchakato wa katiba mpya. Mchakato wa katiba mpya uanze baada ya kupata kwanza mwafaka wa kitaifa na kutolea majawabu na uwajibikaji wa yale yote yaliyotokea mwaka 25. Katiba mpya iwe kama sehemu ya kushughulikia chanzo kikuu cha malalamiko ya muda mrefu ya wananchi na kuzuia kujirudia yasitokee. Hali hii iwe ni hatua ya mwisho na muhimu katika kutekeleza mwafaka wa kitaifa. Wafungwa wote wa kisiasa wanaoendelea kushikiliwa gerezani kuhusiana na matukio ya Oktoba 29, 2025 waachiliwe mara moja na bila masharti yoyote, ikiwepo mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Watu wote wanaodaiwa kutekwa na kupotea, ambao kwa mujibu wa taarifa ya tume ni zaidi ya watu 700 na bado hawajapatikana. Hapa haijasemwa, lakini wote tunajua, hata Humphrey Polepole yuko kwenye kundi hilo. Wanapaswa wapatikane au kuachiwa mara moja bila masharti yoyote. Iwapo wapo waliofariki, basi ndugu zao wapatiwe miili ya wapendwa wao kwa wakati, ili waweze kuwazika kwa heshima inayostahili. Tume ya Jaji Chande itoe taarifa kamili kwa umma yenye ukweli halisi hadharani, hasa kuhusu mauaji ya watu pamoja na askari waliohusika. Na viongozi wote waliozembea na kupuuzia maoni ya Azaki na watu wengine, hapa tunakumbuka Jaji Warioba na wengine, kuhusu kutatua changamoto hizi za tangu 92 alizoainisha Jaji Nyalali, kupata muafaka wa kitaifa kabla ya uchaguzi wawajibishwe, ikiwemo yani wale ambao walizembea mpaka tukafika hapo mpaka tukafika kwenye huo uchaguzi unachoitwa uchaguzi wa 2025 wawajibishwe, ikiwemo tume ya uchaguzi, kwa kuwa ikiwemo na tume ya uchaguzi ambayo ndio kiini kikuu cha matatizo ya kichwa, kwa kuwa imechangia sana changamoto hizi kuelekea uchaguzi wa 2025. Hitimisho. Uchambuzi, maoni, mtazamo na msimamo wetu unaoakisiwa katika tamko hili hautofautiani, bali unaendana na maoni, mtazamo na msimamo wa raia wengi kwenye jumuiya, majumbani mwao, maofisini na hata mahali pa kazi, mijini na vijijini, wanaopenyeza sauti zao kupitia jamii ya kiraia na mitandao ya kijamii, wakitamka waziwazi kukataa ripoti ya tume ya uchunguzi wa mauaji, kujeruhiwa na uharibifu wa mali wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025. Na sisi pia tunaungana na Watanzania walio wengi kukataa ripoti hii. Mwisho wa hitimisho. Katika hadidu za